Miongoni mwa nyota wanaotajwa hivi sasa kwa ajili ya usajili wa wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu wa 2026-27 ni pamoja na kiungo wa kimataifa kutoka Nigeria Ibrahim Jabbar ambaye hivi karibuni ametoka kumalizana na Stellenbosch, klabu inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini Afrika ya Kusini. Taarifa zinadai kwamba Simba chini ya kocha Steve Barker ni kama kinachosubiriwa ni kufika wakati rasmi wa kumtangaza kijana huyu kiungo wa shoka haswa, kwamba anakuja kuungana na kocha aliyekuwa akifanya naye kazi katika klabu ya Stellenbosch, kocha Steve Barker. Kwa sababu inakumbuka vizuri, Ibrahim Jabbar ni miongoni mwa nyota waliokuwa wakitumainiwa sana ndani ya Stellenbosch chini ya kocha Steve Barker, na hata hivi karibuni amekuwa bado mchezaji nyota chini ya kocha Gavin Hunt. Lakini hata hivyo jitihada za Stellenbosch kujaribu kumbakiza, kujaribu kumwongezea mkataba zilishindikana, na sasa amekuwa huru baada ya kufikia Julai mosi, ambayo inaelezwa kwamba amemaliza kipindi chake cha kuitumikia Stellenbosch ambako amekuwa akicheza kwa muda mrefu, ingawa katikati amewahi kwenda kucheza katika ligi kuu ya Israeli. Huyu ni kiungo ambaye umri wake ni miaka 23, bado bwana mdogo tu. Yes, lakini ni kwa sababu alizaliwa Oktoba 24 mwaka 2002. Ibrahim Jabbar, kijana kutoka taifa la Nigeria, urefu wake wala si mkubwa sana kulinganisha nafasi anayocheza. Ni kwamba urefu wake unatajwa ni futi 5 na around inchi 6, ndio. Lakini guu lake lenye nguvu zaidi, tunasema foot, ni guu la kushoto. Matokeo yake huwa wanapocheza katika eneo la kati, yeye mara nyingi huonekana kwenye makaratasi akiwa eneo la kiungo upande wa kushoto. Lakini huyu Ibrahim Jabbar, sifa yake kubwa ni pamoja na namna anavyopambana muda wote dakika 90 za mchezo. Ndio, wakati mwingine hutajwa kana kwamba ni engine pale kati. Linapotajwa swala la majukumu ya kuwa box to box midfielder, kiungo ambaye ananyumbulika timu inaposhambulia kuungana na wachezaji wa eneo la ushambuliaji kuwa sehemu ya ushambuliaji, lakini timu inaposhambuliwa kazi ya kuzuia kuwa kutekeleza zile offensive duties. Box to box midfielder, kiungo wa sifa hii huwa anarudi kwa haraka kuungana na walinzi wao kuhakikisha wanakuwa salama. Sasa huyu Ibrahim Jabbar, sifa yake mojawapo ni hiyo, mwepesi sana katika kushambulia, katika kuzuia, ni mpambanaji, haogopi, huingia uvunguni na panapostahili kucheza faulo. Wakati mwingine hupata mpira, ni mzuri pia katika kutuza mali. Katika mpangilio wa kikosi cha Stellenbosch hivi karibuni chini ya kocha Gavin Hunt, ambako katika ligi kuu ya Afrika Kusini amecheza mechi 16 kati ya mechi 30, akifunga bao moja na kutoa assist 2. Yeye kocha Gavin Hunt wakati mwingine alikuwa akitumia mfumo wa baada ya golikipa, anakuwa na walinzi 5, viungo 4, mshambuliaji mmoja ambaye ni Ashley Kupido, wakati mwingine anakuwa na mshambuliaji mmoja. Sasa kwenye hawa 4 katikati wawili, mmoja wapo ni yeye anacheza akiwa ni kiungo upande wa kushoto, kulia akishirikiana na Mteteli Mtiane ambaye anakuwa kiungo wa kulia katika wale 4, yeye anakuwa upande wa kushoto. Lakini wakati mwingine wanapokuwa na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, yeye huwa katika hawa 3 akitokea upande wa kushoto ambako ndiko guu lake lenye nguvu zaidi. Wanapotumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale wakabaji, viungo 3, mshambuliaji kinara mmoja, sasa inategemea kocha huamua, anaweza akamtumia kati ya hawa wawili, lakini vile vile anaweza akawa katika 3 akitokea kushoto kati, vyovyote wezavyo, kwa sababu yeye kutokea eneo la kati kwenda mbele ni mzuri sana na hunyumbulika kama nilivyotoka kueleza pindi wanaposhambuliwa. Stellenbosch chini ya kocha Steve Barker, kwa mfano katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF hivi karibuni, ambako alikuwa kundi C na timu kama AS Otoho na timu kama Singida Black Stars, timu kama CR Belouizdad, yeye kocha Steve Barker alikuwa mfumo wake wakati mwingine alikuwa anatumia baada ya golikipa, anakuwa na walinzi 4, anakuwa na viungo 3, halafu washambuliaji 3, ama walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Sasa wakiwa katika hao 3 kama nilivyotoka kueleza, yeye anacheza kutokea upande wa kushoto, huyu Ibrahim Jabbar. Lakini wanapokuwa 4
katikati ndipo pale anashirikiana na Tato Kiba. Yeye Ibrahim Jabbar anakuwa na Tato Kiba katika eneo la kati. Na katika kucheza hivyo, nini alifanya? Kwa mfano kwenye kombe la shirikisho, kwenye hatua ya makundi, kundi C, kati ya mechi 6 yeye alicheza mechi 5. Dakika alizocheza kwenye kombe la shirikisho hivi karibuni akiwa na Steve Barker ni 394. Nini kilichotokea? Kwenye kushambulia alienda kufanya jaribio la kufunga kwa kupiga shuti moja ambalo halikulenga shabaha. Ni kwa nini? Inafahamika kwenye mchezo wake muda mwingi ilikuwa majukumu anayopewa na kocha Steve Barker, hatoki katika eneo la kati. Wanapokwenda kushambulia wengine wanakwenda, yeye alikuwa hatoki katika eneo la kati. Wanapozuia ndipo wakati mwingine anatoka eneo la kati kudrop chini kwenda kuungana na walinzi wao wakati kuhakikisha anakuwa salama. Sasa matokeo yake, shuti alipiga moja kama nilivyotoka kueleza ambalo halikulenga shabaha, lakini aligusa mipira, tunasema touches, mara 175 katika dakika hizi 394. Akatoa pasi 113, zilizofika zilikuwa 86, na kati ya hizi pasi 46 zilikuwa kwenye opposition half, sawa na kusema 53% ya pasi zote zilizofika akiwa anazitoa zinakuwa katika eneo la pili la uwanja, kwenye eneo kule kwa wapinzani. Lakini kwenye majukumu yake kama dribbler, wakati mwingine anajikuta anachezewa foul na kucheza faulo, akawa amecheza faulo 6, amechezewa faulo 10. Lakini kwenye kutekeleza majukumu ya kiulinzi kama kiungo wa ukabaji pale kati, pindi timu inaposhambuliwa, ni mtu wa shughuli haswa, kwa sababu tackling, kwa mfano kuingia uvunguni mwa wapinzani, kuwini mipira bila kusababisha madhara, alifanya 7 kwa mafanikio. Interceptions, kuingilia mipira ambayo wapinzani wanapasiana kutoka mchezaji mmoja kwenda mwingine, anazidi maarifa, anakwenda kuingilia mipira hiyo, ikiwa wakati mchezaji wa timu pinzani anajaribu kutuliza ama kutoa pasi ama kupiga chenga, yeye amefanikiwa kufanya mara 7. Lakini clearances, kwa maana kubutua mipira, kuiosha kutoka katika eneo hatarishi, amefanya mara 6 kwa mafanikio. Lakini kubwa zaidi, kupoka mipira kutoka kwenye himaya ya wapinzani kurejesha katika timu yake Stellenbosch, kwa maana ball recoveries, alifanya mara 24 kwa mafanikio. Ni mpambanaji hasa kama ulivyotoka kueleza. Dakika 90 zote za mchezo huwa ni kama mechi ndio inaanza kwake, ana mapafu haswa. Sasa sababu hizi bila shaka ndizo ambazo kocha Steve Barker anaona ni fursa wazi ya kumpata, kwa sababu hata Stellenbosch wenyewe walipambana sana kumbakisha hivi karibuni, kwa sababu mkataba wake unaelezwa ulikuwa unafikia ukomo Julai mosi, kwa maana mwezi huu juzi tu hapa. Lakini jitihada zao za kumbakisha mchezaji huyu ambaye kuna kipindi alikwenda kucheza katika ligi kuu ya Israel zilishindikana, na sasa amekuwa huru. Wakati wakiwa naye walikuwa wanaogopa kwamba watampoteza mchezaji huyu nyota kwao, kwa sababu thamani yake ilikuwa inatajwa ni euro 500,000, na hivyo akiondoka huru maana yake wanapoteza kiasi hiki cha fedha. Na pia kocha Gavin Hunt alikuwa akimtaka sana. Ikumbukwe leo hii mbadilishano wa fedha wa BOT benki kuu leo tarehe 7 mwezi wa 7 mida hii ya jioni tunapozungumza hapa, euro moja ilikuwa ni sawasawa na shilingi za Tanzania 3,021 na senti 36. Kwa hiyo tunapozungumza euro 500,000 tunamaanisha shilingi za Tanzania bilioni 1 halafu milioni 510, ambazo mwisho wa siku jumla pamoja bilioni 1 milioni 510 na 680, kiasi cha fedha kilikuwa kinatajwa thamani yake. Lakini anaondoka huru na anahusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Ibrahim Jabbar umri wake miaka 23, lakini kwa Stellenbosch amefanya mambo makubwa, akianza kuichezea tangu yuko chini ya umri wa miaka 20. Amewahi kuwa mchezaji bora chipukizi katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu wa 2021-22. Amewahi kuwa mchezaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini chini ya umri wa miaka 23 msimu wa 2024, na ana rekodi kwamba ndiye mchezaji aliyewahi kufikia idadi ya mechi 50 katika ligi kuu ya Afrika Kusini huku akiwa na umri mdogo zaidi. Ndio rekodi alionayo katika klabu ya Stellenbosch. Anahusishwa na Simba. Endapo Simba watampata huyu mwamba, ingawa muonekano wake hautishi, lakini shughuli yake ni nzito pale kati. Maana yake Simba wanakwenda kujihakikishia usalama eneo la kati, kuungana na kina Yusuf Kagoma, kuungana na kina Alassane Modo Kante, kadri benchi la ufundi la Simba litakavyoona, ili kuiongezea nguvu katika michuano mbalimbali tutakayoshiriki msimu ujao 26-27, kwa maana ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo watapambana ili kulibakisha, lakini pia
kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, ambao Simba wanakwenda kushiriki msimu ujao, kufuta kile kilichotokea msimu uliomalizika hivi karibuni kwa kumaliza mkiani kwenye kundi lao. Kuwapo kwa Ibrahim Jabbar bila shaka akiendeleza kile ambacho amekuwa kikionyesha katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ni dhahiri kwamba itakuwa ni ongezeko muhimu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitakuwa za kweli ama la? Atajiunga kweli na Simba? Lakini changamoto zake ni pamoja na ukweli kwamba kwenye mipira ya juu huwa anasumbuka kwa urefu wake 5 na inchi 6. Hilo Simba bila shaka watajua wapambane nalo kwa kiasi gani ili wanufaike na uwezo wake. Lakini pia kwenye kufunga sio mzuri sana pindi anapokwenda juu, bali huweza kuchezesha wenzake na kuimarisha timu katika ulinzi pindi inaposhambuliwa, lakini lazima aboreshe katika eneo lake la mwisho anapokwenda kushambulia. Vinginevyo ni mchezaji ambaye ana mambo mengi mazuri. Swali linabaki pale pale, kocha Steve Barker ni kweli atampata? Maana ana mengi mazuri kwa ajili ya wekundu wa Msimbazi Simba.